Somo tulilolisikia linajibu neno matumaini. Wengine tunasalimiana isalamu, lakini inabaki tu kuwa ni salamu ambayo pengine haina ukweli wa hali yetu. Tunasema sisi ni mahujaji wa matumaini, lakini sio wote kwamba tuna matumaini kiasi hicho tunavyojibu. Ni kama unamsalimia mtu, habari yako, nasema mzuri, si ndio? Anasema mzuri, lakini rafiki yangu jana sijalala, sijapata usingizi, sikuweza hata kula. Lakini jibu lake anakuambia, unapomsalimia anakuambia habari mzuri, anaanza malalamiko. Tulisema usipeleke timu. Kwa hivi jibu la awali, habari nzuri, lakini moyoni mwake sio nzuri hivyo hata kidogo. Ana wasiwasi, ana woga, ana huzuni, ana masikitiko, ana uchungu mwingi. Na sivyo hivyo, tukiwa katika mwaka huu wa Jubilei kuu 2025, tuna hii salamu, mahujaji wa matumaini, Jubilei 2025. It all signifies happiness, joy. Lakini salamu inavyoonyesha furaha, inavyoonyesha uchangamfu, tuna hofu. Wengine tuna hofu kwa namna mbalimbali. Na hofu inatokana na kwamba somo hili linaeleza mtu mwenye matumaini ni mtu aliye katika hali gani. Kwa sehemu kubwa, mtu aliye kwenye matumaini ni mtu kwenye mahangaiko. Kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo tukisema mahujaji wa matumaini, ni kwamba tupo kwenye majaribu, tupo kwenye mkwamo, naweza kusema. Na ndio maana somo linasema msikubali kutikiswa kutoka tumaini lile mlilopata wakati mlipoisikia Injili. Kwa hivyo tumaini linajengwa katika mazingira hayo ya hofu, katika mazingira hayo ya majaribu. Na ni kwa sababu gani? Hayo yote tunayachukulia kuwa ni mambo ya kupita, ni mambo ya muda. Ndugu zangu, Na hivi tunajiuliza na kutafakari,
Katika hali hii ya mahangaiko mbalimbali, tuna hofu. Wengine una hofu juu ya mwenzako katika ndoa, una hofu juu ya maisha ya ajira, juu ya mahusiano, hofu juu ya wito wangu na wajibu wangu. Tuna hofu na majaribu ya namna mbalimbali juu ya masomo kama ni wanafunzi, juu ya kudumu katika ajira, wajibu kwa familia, na mengi yanatupa hofu. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, where is our hope? Tumaini letu ni nini ambalo linaweza likatupa sababu ya kuwa wenye furaha? Lakini tumaini lenyewe ni nini? Tumaini ni ile hali ya kutegemea na kutamani matokeo mazuri. Sasa kama una expect na kudesire good outcome or good results, kwa hakika unakuwa katika hali ambayo ni ngumu kimaisha na pia ni ngumu kiimani. Na ndio maana mhujaji ni mtu anayetembea katika matarajio ya matokeo yaliyo mazuri, tena hasa ikiwa katikati ya mambo yasiyo na uhakika au katika mambo yaliyo magumu. Kati ya mambo yasiyo na uhakika, kati ya mambo yaliyo magumu, ndipo anapodhihirika mtu mwenye matumaini. Ndipo anapodhihirika mhujaji, kwa sababu anajua mwisho wake ni mzuri kwake, kwa sababu anajua mwishowe atapata kile anachotamani, atafikia malengo yake. Na Kristo anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo kuelekea wokovu ndipo tunapojenga tumaini la hija yetu, ya safari yetu hapa duniani. Na hiyo tunaijenga katika fumbo la msalaba na muendelezo wa uwepo wa Kristo katika sakramenti takatifu. Fumbo la msalaba ama mateso na ufufuko wa Kristo na Ekaristi takatifu, ambapo pia waraka wa kwanza wa Yohane sura ya kwanza mstari wa 7 unasema tumefanywa kuwa safi kwa damu ya Kristo. Kwa hivi hiyo ndiyo kinachojenga matumaini katika safari yetu ya hija, katika safari yetu ya ukombozi. Sababu anasema Mwebrania, waraka wa Mtume Paulo sura ya 9 mstari wa 22, kwamba pasipo damu ya Kristo hakuna msamaha wa dhambi.
Pasipo damu ya Kristo hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunapokuwa katika hii safari yetu ya hija, ni lazima sana tuelekeze mioyo na tafakari yetu kwa Kristo msulubiwa, kwa Ekaristi takatifu. Ndipo tunapojenga uimara katika kuelekea ukombozi wetu. Kinyume na matumaini ni kukata tamaa, to despair, ambapo kwanza mwanadamu unajikuta umeshindwa, na sio tu kushindwa, unaona kwamba walio upande kinyume chako wamekuzidi nguvu, na hivi uone matumaini yoyote ya mafanikio. Hauoni kwamba kuna chochote utakipata kwa kuishi maisha ya matumaini ama uvumilivu. Katika hali hiyo ya kukata tamaa, kuna hatari ya kujikuta unajenga hofu. Unajenga hofu na kujiona hauna thamani. Unajiona mpweke, uliyekataliwa. Kuna hatari ya kujiona sio sehemu tena ya familia ama ya jumuiya. You despair. Unapoteza matumaini yote. Na hivi salamu hii tunaendelea kuwa nayo, lakini katika maisha halisi umepoteza matumaini. Umepoteza marafiki. Unaona umepoteza mke, umepoteza mume, na hapo unaweza ukajikuta unaishi kadiri ya vionjo vyako vya kidunia, ukafuata zaidi vionjo vya mwili, ambapo tunapoishi kadiri ya mwili tunatenda dhambi, tena tunatenda dhambi sana. Na katika hali hiyo, kama umekata tamaa, utajikuta unatenda ya kusikitisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, hebu tuangalie haya matumaini tulionayo, au hii salamu ya matumaini kama mahujaji katika ulimwengu huu. Katika maandiko matakatifu, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 15 mstari wa 13 unasema kuwa basi Mungu wa tumaini awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, ili maisha hayo katika majaribu yaweze kuwa halisi kwetu, na ili tuweze kuwa na furaha na tafsiri sahihi ya matumaini katikati ya hali ya matendo yanayoonyesha kukata tamaa, tunahitaji sana nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu,
Matumaini, anatuambia Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waebrania sura ya 11, ambapo yeye anaeleza juu ya imani. Matumaini na imani huwezi ukavitofautisha. Huwezi kuwa mtu mwenye imani alafu usiwe na matumaini. Kile unachokitumaini unakuwa na imani nacho. Kwa hivyo Mtume Paulo anasema waraka huu kwa Waebrania, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Sio rahisi kuelewa hii kibinadamu, kwamba kitu kinawezaje kuwa bayana wakati hakionekani. Hiyo mtu unaweza kuelewa hicho ni pale imani na matumaini yako unapoyaweka kwa Mwenyezi Mungu. Nimetaja juu ya msalaba. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 3 inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Hivyo ndugu zangu, katika safari yetu kama mahujaji, matumaini ya maisha mapya, iwe kufikia ufalme wa Mungu ambalo ndio lengo kuu, lakini lidhihirike katika maisha ya jumuiya, familia, maisha ya ndoa, ni lazima tujenge matumaini hayo katika Kristo mfufuka. Ndio maana tumekuwa na msalaba huu katika safari yetu ya mwaka wa jubilei. Ndugu zangu, tukitambua sisi ni mahujaji, ni lazima tuishi hiyo salamu ya hija. Kama tuna matumaini, ni lazima kwanza kama mahujaji tubadilishe mtazamo, our mindset. Anasema Petro katika waraka wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3 ukisoma mpaka wa 5, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Tambue kwamba nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Hivyo ni wito kuoanisha uelewa na akili zetu katika maisha ya imani. Pili, sisi kuwa mahujaji ni lazima tushiriki vita vitakatifu vya kulinda imani yetu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 2 mpaka wa 3.
Anasema, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yenu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Tumeishi katika hali ya dhambi, tukimchukiza Mwenyezi Mungu na jirani, tukiwa kama mahujaji na kama tunatumaini la kuwa watu wapya. Petro anasema, yale mliotenda maovu mkifuata watu wa mataifa imetosha. Kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Mara nyingi anasema hapa, watu ulioendana nao katika uovu, unapofanya bidii na kupambana na kujitenga nao, wataanza kukushambulia, au wewe utamshambulia huyo anayejitenga na uovu akikuacha wewe. Lakini kama watu wenye matumaini, ni lazima tuweze kuachana na hiyo hali. Tunahitaji na tunaalikwa, tatu, kuwa na mtindo wa maisha ulio imara, stable lifestyle. Kuwa na mtindo wa maisha ulio imara. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 12. Mwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili wapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Ukiwa na mtindo wa maisha wenye msimamo usioyumbishwa, maadui zako, watenda maovu, watakuwa shahidi zako mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini 4, kama wahujaji lazima kuwe na siku ya kukumbukwa, the day to remember. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya hiyo ya 12 mstari wa 11 unasema, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho. Na hivi ukisoma waraka wa kwanza huo wa Petro sura ya 4 mstari wa 5 unasema, nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio hai na waliokufa. Hiyo ni siku ya kukumbukwa mbele ya Mwenyezi Mungu na jamii, kwamba umeishi maisha ya mhujaji, ukiwa mtu tofauti na mwenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.